Mlango wa 22. Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 31 katika Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Yedida binti wa Bozkathi. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaenda katika njia yote ya Daudi baba yake, wala hakugeuka upande wa kuume wala wa kushoto. Ikawa katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia, mfalme akamtuma Shafani mwana wa Azalia mwana wa Meshulamu mwandishi nyumbani kwa Bwana akisema, enenda kwa Hilkia kuhani mkuu, ili aihesabu fedha yote inayoletwa nyumbani mwa Bwana, ambayo mabawabu wameipokea kwa watu. Tena waitie ile fedha katika mikono ya wafanyikazi wanaoisimamia nyumba ya Bwana, wakawape wafanyakazi waliomo ndani ya nyumba ya Bwana, ili wapate kupatengeneza mahali palipobomoka ndani ya nyumba. Wapewe maseremala na wajenzi na waashi, ili kununua miti na mawe yaliyochongwa, wapate kuitengeneza nyumba. Lakini hawakuuliza habari za ile fedha waliokabidhiwa, maana walitenda kazi kwa uaminifu. Naye Hilkia kuhani mkuu akamwambia Shafani mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Hilkia akampa Shafani kile kitabu, naye akakisoma. Shafani mwandishi akamwendea mfalme, akamletea mfalme habari. Tena akasema, watumishi wako wamezitoa zile fedha zilizoonekana ndani ya nyumba, nao wamewakabidhi wafanyikazi wanaoisimamia nyumba ya Bwana. Kisha Shafani mwandishi akamwambia mfalme akasema, Hilkia kuhani amenipa kitabu. Shafani akakisoma mbele ya mfalme. Ikawa mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alirarua nguo zake. Mfalme akamwamuru Hilkia kuhani na Ahikamu mwana wa Shafani na Akbori mwana wa Mikaya na Shafani mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme, akasema, enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote katika habari za maneno ya kitabu hiki kilichoonekana. Kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia, kwa sababu baba zetu hawakuyaangalia maneno ya kitabu hiki kufanya kama hayo yote tuliyoandikiwa. Basi Hilkia kuhani na Ahikamu na Akbori na Shafani na Asaya wakamwendea Hulda nabii mkewe Shalumu mwana wa Tikva mwana wa Harhasi mtunza mavazi ya mfalme, naye alikaa Yerusalemu katika mtaa wa pili. Wakasema naye, akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, mwambieni mtu yule aliyewatuma ninyi kwangu, Bwana asema hivi, tazama, nitaleta uovu juu ya mahali hapa na juu yao wakao hapa, naam, maneno yote ya kitabu alichokisoma mfalme wa Yuda. Kwa sababu wameniacha mimi, wameifukizia uvumba miungu mingine, ili wapate kunikasirisha kwa kazi yote ya mikono yao. Kwa hiyo hasira yangu itawaka juu ya mahali hapa, isizimike. Lakini yule mfalme wa Yuda aliyewatuma ninyi kumuuliza Bwana, mtamwambia hivi, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa habari ya maneno yale uliyoyasikia, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mororo, nawe ukajinyenyekesha mbele za Bwana, hapo ulipoyasikia maneno niliyoyanena juu ya mahali hapa na juu ya wenyeji wake, ya kwamba watakuwa ukiwa na laana, nawe ulizirarua nguo zako ukalia mbele zangu, basi mimi nami nimekusikia wewe, asema Bwana. Kwa hiyo tazama, nitakukusanya pamoja na baba zako, nawe utawekwa kaburini mwako kwa amani, wala macho yako hayatauona uovu huo wote nitakaouleta juu ya mahali hapa. Basi wakamletea mfalme habari tena.